Jeshi la Iran limetangaza hii leo Julai 23 mwaka 2026 kuwa limepanua operesheni zake za kijeshi kwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi kadhaa za kijeshi nchini Kuwait zinazodaiwa kutumiwa na Marekani, likisema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kujibu mashambulizi ya mara kwa mara ya Marekani dhidi ya maeneo ya kijeshi na miundombinu ya Iran. Operesheni hiyo inaashiria kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kati ya mataifa hayo mawili, huku uwanja wa vita ukizidi kuenea katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la Iran na kurushwa na vyombo vya habari vya serikali, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya Al-Doha, Al-Salem na Arifjan ambazo Tehran inadai zinahifadhi vifaa vya kijeshi vya Marekani na kutumika kama vituo vya kuendeshea operesheni za kijeshi katika Mashariki ya Kati. Iran imesema drones zake zililenga maghala ya kuhifadhi silaha na risasi, maghala ya vifaa vya kijeshi, malori na matanki ya mafuta yanayotumika kusambaza nishati na vikosi vya Marekani, pamoja na maeneo ya kuhifadhi vifaa vya usafirishaji wa kijeshi. Kwa mujibu wa Tehran, lengo lilikuwa kupunguza uwezo wa vikosi vya Marekani kuendelea na operesheni zake za kijeshi dhidi ya Iran. Maafisa wa kijeshi wa Iran wameeleza kwamba mashambulizi hayo ni sehemu ya kile walichokiita operesheni ya kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani yanayoendelea kulenga miundombinu ya kijeshi ndani ya Iran. Wamesema kuwa vituo vyote vinavyotumiwa na Marekani katika eneo la Ghuba vinaweza kuwa malengo halali endapo mashambulizi dhidi ya Iran yataendelea. Kambi ya Arifjan inatajwa kuwa miongoni mwa vituo vikubwa zaidi vya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati. Kituo hicho hutumiwa kama kitovu cha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi, uratibu wa operesheni, matengenezo ya vifaa pamoja na kuhifadhi silaha. Aidha, Al-Doha na Al-Salem ni vituo muhimu vinavyosaidia shughuli za anga, usafirishaji wa vifaa na maandalizi ya operesheni mbalimbali za kijeshi katika ukanda huo. Wakati huo, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa Marekani imeendelea na mashambulizi yake ya anga ndani ya Iran kwa kulenga mji wa Bushehr ambako kunapatikana kituo pekee cha kuzalisha umeme wa nyuklia na matumizi ya kiraia nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, makombora mawili ya Marekani yalipiga maeneo ya Bushehr katika mashambulizi yaliyofanyika usiku. Bushehr ni eneo lenye umuhimu mkubwa kwa Iran kwa sababu pamoja na kuwa na mtambo pekee wa nyuklia wa Iran, pia lina miundombinu muhimu ya nishati na shughuli za baharini katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa miaka mingi, eneo hilo limekuwa chini ya ulinzi mkali kutokana na umuhimu wake wa kimkakati na limekuwa likitajwa mara kwa mara kama moja ya maeneo nyeti zaidi katika mivutano kati ya Iran na Marekani. Mbali na Bushehr, vyombo vya habari vya Iran vimesema kuwa Marekani pia ilifanya mashambulizi katika eneo la Shalamche lililo karibu na mpaka wa Iraq na Iran. Kwa mujibu wa taarifa hizo, watu wawili walifariki dunia kutokana na shambulizi hilo, huku wengine wakidaiwa kujeruhiwa na miundombinu kadhaa kuharibiwa. Shalamche ni moja ya maeneo muhimu ya mpakani yanayotumiwa kwa shughuli za usafirishaji wa bidhaa na pia lina umuhimu wa kijeshi kutokana na ukaribu wake na mpaka wa Iraq. Mashambulizi katika eneo hilo yanaonyesha kuwa operesheni za kijeshi sasa zinagusa maeneo mengi zaidi ya kimkakati ndani ya Iran. Mashambulizi haya yanafuatia siku kadhaa za mapigano makali ambapo Marekani imekuwa ikisema inalenga vituo vya kijeshi vya Iran, maghala ya makombora, maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani, mifumo ya ulinzi wa anga na miundombinu ya vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Upande wake, Iran imekuwa ikijibu mashambulizi dhidi ya vituo vinavyohusishwa na Marekani katika mataifa mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi nchini Kuwait kunazua hofu kwamba vita vinaweza kuhusisha moja kwa moja mataifa mengi zaidi ya Ghuba ambayo yanahifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa mashambulizi yataendelea kuongezeka, kuna hatari ya mzozo huo kusambaa katika eneo lote la Mashariki ya Kati na kuathiri usalama wa njia muhimu za kibiashara za mafuta pamoja na usafirishaji wa nishati. Hadi sasa mamlaka za Kuwait hazijathibitisha rasmi madai ya Iran kuhusu mashambulizi dhidi ya kambi hizo za kijeshi. Vivyo hivyo, Marekani haijatoa taarifa rasmi kuthibitisha mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa dhidi ya Bushehr na Shalamche. Kutokuwepo kwa uthibitisho kutoka pande zote mbili kumeacha maswali kuhusu kiwango halisi cha uharibifu, lakini hali ya tahadhari imeendelea kuimarishwa katika maeneo mengi ya Ghuba, huku kukiwa na hofu ya kuendelea kwa mashambulizi na uwezekano wa kuongezeka zaidi kwa vita kati ya Iran na Marekani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.